Mwenye Biblia funua Yeremia 1:4 na 5. Haleluya. Pale utakutana na mtu mmoja anaitwa Yeremia mwana wa Hilkia. Yeremia mwana wa Hilkia, yeye alitokewa na maneno ya Mungu. Biblia inasema kwamba maneno ya Mungu yakanijia, yakaniambia, ninakujua tangu tumboni mwa mama yako, lakini ninakulitakasa kabla ya kutoka tumboni, lakini pia ninakuheshimisha na kukupa ukuu. Bwana Yesu asifiwe. Yale maneno aliambiwa Yeremia. Yale maneno yalimtokea Yeremia, lakini haimaanishi ni Yeremia peke yake. Leo hii hayo maneno yana-apply kwa kila mtu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu anakujua wewe tangu tumboni mwa mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Anakujua wewe mwanzo mpaka mwisho. Mungu alikuanza akakuumba. Unajua neno kuumba, kuna mtu mmoja aliwahi kuongea kitu chepesi, akasema kuna utofauti wa kuumba na kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia vizuri hayo maneno unaweza ukachanganya pia, lakini wewe umeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema kuumbwa ni kufinyanga. Maana yake Mungu alikufinyanga tangu tumboni mwa mama yako. Akakuandaa, ulikuwa ni vidamu fulani vidogo. Akavifinyanga, akakuwekea macho, akakuwekea miguu, akakuwekea kila kitu, mikono, akakuwekea mdomo ambao sasa hivi unaongea, akakuwekea masikio, akakuwekea kichwa chako hicho kizuri. Mwisho wa siku ukajikuta umekuwa ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu anayo sababu ya kukufanya hivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anayo sababu ya kukuumba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hujatokea hivyo ulivyo bila sababu. Siku moja mchungaji alikuwa anaongea hapa, kwa nini umekuja? Kwa nini umezaliwa? Kwa nini uliumbwa? Umeumbwa sio tu kwa sababu uliumbwa, umeumbwa ili uje ushinde ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 5:4-5 utakuja uone maneno ya Mungu. Mtu mmoja ajaribu kusoma hapo. Aliyepaona waraka wa kwanza wa Yohana 5:4-5. Wakati unatafuta tunajaribu kuangalia namna ambayo una uwezo wa kushinda ulimwengu. Kwamba wewe utaushinda ulimwengu kupitia nini? Ni kipi kitakachokufanya wewe ushinde ulimwengu ili uifikie ile hatima ambayo Mungu alikuandalia? Bwana Yesu asifiwe. Kunayo hatima ambayo Mungu amekuandalia. Hakukutengeneza tu, hakukuumba ili mradi uje duniani bila sababu. Unayo sababu ya kuifikia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hatima yako ni nini? Hatima yako kuna namna kwamba hatima yako ni kufika mahali pema peponi. Maana yake ni kuurithi uzima wa milele. Hiyo ndio hatima yako. Yaani unatakiwa kuhangaika sana duniani, lakini mwisho wa siku unatakiwa kuurithi ufalme wa milele. Haleluya. Mstari unasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia maneno kwamba umeletwa, kila aliyeumbwa amekuja ili ushinde ulimwengu. Lakini unaushindaje ulimwengu? Maana yake ni kwamba unaushinda ulimwengu kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe uko hapa ili ushinde ulimwengu. Ulimwengu ambao uliletwa na Bwana Mungu. Ulimwengu ambao wewe uliingizwa. Ulimwengu wenye shida, wenye matatizo, wenye magonjwa yasiyoeleweka. Eti kuna COVID-19, kuna uviko, kuna corona. Ugonjwa mmoja una majina zaidi ya mawili. Yaani tabu zote hizi umeletwa ili ushinde tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukija kuangalia kwenye Waefeso 2:10 utakuja uone maneno ya Mungu. Anakuambia umeletwa duniani si tu kwa sababu umeletwa duniani, hauna sababu. Umeletwa duniani ili utende mema na ili urithi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Ukisema hapo vizuri utakuja angalia umeletwa utende mema tu. Maana yake ukitenda mema umemshinda shetani, umeushinda ulimwengu, unakuwa wa uzima wa milele. Haleluya. Si hivyo tu. Yaani kuna namna ambayo unaweza ukaangalia mambo
katika namna ya kipekee sana sana sana, kwamba mimi niko hapa duniani. Yaani kwa nini Mungu alinifinyanga, akanitengeneza, akanileta duniani, dunia yenye tabu, dunia yenye matatizo, dunia yenye kila aina ya tabu, kwamba amenileta mimi nifanye nini? Lazima ujiulize kwamba hatima yangu itakuwa ni nini? Tusije tukajikuta tunapigania hatima ndogo ndogo za duniani, malengo yetu madogo madogo ambayo mwisho wa siku ukija kusoma unaambiwa ni tamaa za dunia, na dunia si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Wafilipi imeandikwa hivyo, waraka wa Wafilipi imeandikwa kwamba vya dunia ni uovu tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma vizuri kwenye waraka wa kwanza wa Yohana pia 2 mstari wa waraka wa kwanza wa Yohana 2, ukisoma vizuri pale kwenye mstari wa ukianzia 17 utakuja uone kitu kingine pia. Bwana Yesu asifiwe. Umeshapaona hapo? Kuna kitu utakuja uone, dunia hii, dunia tuliomo ni dunia ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiweza vizuri wewe unayesoma utasoma 17, lakini wewe unayefuatilia kwenye Biblia yako anzia 16 ili uelewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Dunia hii inapita. Dunia hii ni tabu tupu. Dunia ambayo tumeletwa haina lolote jipya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jipya. Naomba tusome kidogo. Amen. Amen. Na dunia itapita. Amen. Pamoja na tamaa zake. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Afanyaye mapenzi ya Mungu adumu mpaka milele. Lakini dunia inapita. Hii dunia yenye tabu, yenye matatizo, ambayo watu tunaishi miaka 10, tunaishi miaka 20, 30, umejitahidi unagusa 90, hapo unaona wewe umemaliza kila kitu, hapo unatembelea fimbo, unawezi hata kupinda tena, yani umekuwa ni mtu wa matatizo, wa tabu, wa kila kitu, bado unang'ang'ania. Achana na hiyo, achana nayo, ikatae dunia, yakatae maovu ili urithi ufalme wa milele. Haleluya. Ukija kuangalia vizuri, kwa sababu leo ni 8 siku ya wakulima duniani. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua sisi sasa hivi tumejikuta tumesahau kitu. Yaani tumesahau kitu. Tumezishikilia hatima ndogo ndogo, alafu tunasahau hatima iliyokuja tufanya sisi tuje duniani. Tumesahau hatima iliyotufanya sisi tuumbwe, kwamba tumeumbwa ili tuende tukaurithi ufalme wa milele, tumzidi shetani duniani, tuushinde ulimwengu duniani, tuyashinde maovu duniani, tuurithi ufalme wa milele kwa kutenda mema. Lakini hiyo tumesahau. Tumejikuta tumeshika hatima ndogo ndogo, tumeshika malengo yetu madogo madogo. Eti mimi nataka mpaka ninafikia miaka 70 nataka niwe na miliki gari ya milioni 50, nataka niwe na ABC, nataka niwe na DCF. Haina maana. Vya dunia ni uovu tu. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia vizuri, Bwana Yesu asifiwe, ukija kuangalia vizuri, haya yote tunayoyafanya duniani ni uovu tu. Hakuna cha maana, hakuna kabisa. Kwa sababu unayoyafanya leo, ngoja nikwambie sasa matokeo yake. Ni kwamba kwa mfano leo, ngoja nikupe mfano. Leo wewe si una hela. Kadri hela zinavyozidi kwenda ndivyo hela zinavyokubana. Yaani unaweza ukashangaa, unavyoendelea kushika hela ndivyo unavyoendelea kuteseka. Inakubidi sasa uanze kutafuta njia za ziada za kulinda hela yako. Wengine sasa hapo ndio muda ambao inabidi ukamwone na mganga. Wengine ndio muda ambao inabidi sasa ukapate na tabu. Yaani unajikuta ni vya kwako bado vinakutesa wewe. Haleluya. Tena tunajikuta tunatafuta tujue hata kesho yake. Yaani ni kwamba leo wewe unateseka, unasema mimi lazima tu nipate, lazima tu mimi nipate, lazima tu nifanye ABC nipate. Uko lazima kufanya hata mambo ya ajabu, mambo yasiyompendeza Mungu, ili mradi eti upate upendeze na ya dunia, uyapate ya dunia kama yalivyo. Lakini unasahau kama ya dunia yote ni uovu, ya dunia yote ni ubatili, na mwisho wake ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ni mauti tu. Yaani leo eti mtu anatafuta hela, lakini cha ajabu anaiweka hela mbele kuzidi hata huyo Mungu. Alafu cha ajabu ni kwamba anakuwa hata haijui kesho yake, maskini. Yaani leo mtu unamuoa ndugu yako ili upate eti hela. Unaipata ile hela,
Cha ajabu sasa, ngoja nikwambie, unaipata ile hela alafu unakaa wiki mbili unafariki. Sasa ile hela inakusaidia nini? Ngoja nikupe, kuna kwenye, angalia Luka 12:15. Ukiangalia 15 ile inasema vya dunia si kitu, vya dunia ni matatizo, vya dunia hakuna kitu, ni uongo mtupu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iguse 16, niangalie vizuri, achana na 15, iguse 16. Yesu anatoa mithali akiongea na makutano. Bwana Yesu asifiwe. Anajaribu kuelezea. Pale alikuwa mtu mmoja, ngoja nikupe na mimi kama alivyoongea Yesu kwenye kuanzia 16 pale. Kama una uwezo ongozana nami. Alikuwepo mkulima mmoja. Nimesema leo ni Sabato, ni 8 siku ya wakulima. Alikuwepo mkulima mmoja. Huyo mkulima huo mwaka wake ulikuwa wa neema sana. Ulikuwa wa neema sana. Akajikuta amepata mazao mengi kuliko miaka yote. Alikuwa na gala lake, akawa anatamani hata avunje gala aweke vitu vijai. Bwana Yesu asifiwe. Yaani alijali sana, Mungu wangu nimepata haya yote, yaani inabidi niandeze ya hifadhi. Sasa sikia, anakuja kuambiwa hivi, mpumbavu wewe. Je, wajua kama leo usiku wanataka roho yako? Nishangaa sana. Hajui kesho. Leo amehangaika, amelima, ameteseka, amehangaikia dunia, amepata mazao aliyoamini atakula hadi milele, lakini cha ajabu anaambiwa usiku wanataka roho yako, lazima ufe. Hai iko kwa Mungu. Basi uhai iko kwa Mungu pekee. Sasa wewe unahangaika na ya dunia ambayo hayana hata faida. Ngoja nikwambie, tumeletwa duniani si kirahisi. Tuliletwa kwa sababu tuje tumshinde shetani, tuje tuyashinde maovu, tuje tuushinde ulimwengu, tuje tukaurithi ufalme wa milele. Haleluya. Hiyo ndio hatima yako. Mengine yote madogo ya dunia, sijui ufanye A B C D F G, hayana maana. Shikana na Mungu wako. Haleluya. Kaa miguuni pa Mungu wako. Kaa miguuni pa Yesu. Shikana naye, usimwache. Yeye ndio kila kitu, yeye ndio uzima. Ngoja nikupe mfano. Alikuwa Petro, yeye mwenyewe alipata kigumizi wakati anamuona kila muda watu wanampata Yesu, ikafikia tu usije ukajikuta sasa tuliko hapa sio sahihi. Ikabidi amuulize, huku kunani? Yesu akamwambia, huku kuna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, ngozana na mimi, huku ndio kuna kila kitu. Kila kitu kiko huku. Bwana Yesu asifiwe. Huko pengine kunani? Huku kuna kila kitu. Magonjwa yanatibiwa, tabu zinaisha, kila kitu, tabu za dunia, ulimwengu wote hautakuwa na tamaa ila ukiwa na jina la Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Yesu kila kitu kinawezekana. Tunayo vita kubwa na shetani. Ngoja nikumegeka kipande kadogo ka shetani ili umjue. Unajua kuna mbinu moja ya kivita, niliwahi kusoma kitabu cha kivita wakati nasoma sheria ya vita. Kuna mbinu moja ya kusema huwezi kushindana na adui yako kama umjui. Lazima kwanza umjue japo kwa kidogo ili ujue madhaifu yake na ujue unampigaje. Sasa ngoja nikumegeke kidogo kuhusu shetani. Ukisoma Ufunuo wa Yohana 12:7, neno la Mungu linasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapambana na lile joka. Ilo joka ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lile joka likashindwa, likatupwa duniani kuzimu. Lilivyoshuka huku chini, kwa lugha nyepesi ni kwamba shetani pale alijua, kwa sababu yeye anayajua maandiko, anajua kila kitu. Tulikuwa tunasoma juzi tukasema shetani ni malaika. Sema ni malaika mwovu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ana uwezo mkubwa. Anaijua dunia, anajua ulimwengu, anajua faida za kule mahali pema peponi. Anajua vizuri, hatamani wewe paguse. Angalia sasa alivyotupa huku chini, akasemaje? Akasema kwa sababu mimi najua maandiko. Ukiangalia kwenye 20:13 Ufunuo wa Yohana, ukaangalia pale, neno la Mungu linajaribu kukuonyesha kwamba kunayo ziwa, na hiyo ziwa la moto. Angalia haya maneno. Kuna ziwa la moto
ukisema ni ubatili, maana yake utakuwa kwenye hilo ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Hatima yako itaishia kule. Maana yake hata yale malengo ya Yesu kukuleta hapa, Mungu kukufinyanga na kukuleta duniani, umeshindwa kuyatimiza. Hatima yake ni kwamba unaenda kwenye lile ziwa la moto. Shetani baada ya kutambua kwamba kunalo ziwa la moto, baada ya kutambua kwamba kunalo ziwa la moto, akatumia kamsemo kamoja kipesi. Nisikilize. Kunako kale kamsemo kanasema hivi: kilio cha wengi ni nini? Ni sherehe. Kilio cha wengi ni sherehe. Akasema mimi mule siingii peke yangu, na wahitaji watu, na watu ni nyie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema kataa. Usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali. Shetani anataka watu wa kwenda nawe, anataka watu wa kumsaidia, hataki kuwa kundi peke yake. Fikiria kitu kinaitwa ziwa la moto. Sio moto, ni ziwa la moto. Ukiambiwa ziwa ukikapa huoni mwisho. Maana yake lazima mule tujae. Kama tunakuwa hatujui uwepo wa Mungu, hatujui uwepo wa Roho Mtakatifu, lazima tujae mule. Bwana Yesu asifiwe. Tukatae kutumika na shetani. Shetani anao namna, akaamua sasa kutafuta watu. Tunakuaje pamoja? Inabidi nitafute watu ili siku na mimi nikiwa pale niwe namuona fulani, namuona kushoto huyu, mtumishi pale, na nani pale, inanipa moyo. Sasa angalia, baada ya mwanadamu kuumbwa akaletwa duniani, shetani akasema lazima nianze kutafuta. Kampata Eva, mwanamke. Ukiangalia kwenye Mwanzo 3 kuanzia 1, kasome vizuri. Mwanzo 3 kuanzia 1. Neno la Mungu linasema shetani akaanza kumshawishi mwanamke, kamwambia kula. Angalia sasa shetani, yani anakujaga kama anakusaidia. Akaongea naye, anajaribu kuuliza maswali. Ilikuwa rahisi watu wasije wakarahisisha kwamba mwanamke yule alidanganywa kirahisi. Alitumiwa mbinu. Anakuambia hamna, anamwambia haya yote kuleni. Yaani ni mtu anakutamanisha, unahisi anakupenda. Huyo ndio shetani. Akawini akamdanganya. Alipomdanganya Eva, akajikuta sasa na yule anaingia. Wakala matunda, wakawa wamemwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimwasi Mungu umekuwa wa shetani. Maana yake ni nini? Baada ya pale shetani akajidhihirisha kwamba yeye ni mtu wa uongo. Yeye ndio kila kitu kwenye uongo, ndio baba wa uongo. Kana kweli ambayo kweli ni Yesu, na kweli itakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Kaa huko pengine ni matatizo tu. Sasa ukimwangalia shetani, baada ya pale shetani ana jitihada zake. Ngoja nikwambie, baada ya kumshawishi yule, akaendelea vikatokea vizazi vingi, akaendelea kudanganya, akawa nini, tabu na mateso. Angalia kwenye Mathayo 4:3. Akaona itoshi, hata Yesu Kristo alipokuja duniani akaona itoshi pia, akasema na wewe pia lazima nikujaribu. Mathayo 4:3. Akamwambia geuza jiwe liwe mkate. Maana yake ni nini? Anataka mfose, yani alitaka hata yule aliyekuja kukuokoa naye ampite naye. Shetani sio mtu mzuri. Mkatae. Anataka kupeleka kwenye ziwa la moto. Haleluya. Usikubali kabisa ndugu yangu. Kunao moto. Yaani mtu asije akakaa akakwambia hizi ni hadithi za kubuni, hichi kitu hakipo. Ndugu yangu, utajuta. Ni bora uamini vipo uvikute kuliko kuamini havipo alafu uende kule uvikute, utalia na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukiangalia pale Yesu baada ya kujaribiwa kwenye 4:3, bado shetani alivyomjaribu akamwambia geuza ile mkate. Yesu majibu yake yalikuwa imeandikwa. Ndio maana naambia someni neno la Mungu. Na siku nimefurahi sana mtu mmoja anasema neno la Mungu ni muhimu kulisoma. Itakusaidia kila mahali. Baba yangu hapa anakuambia ukisoma kwenye neno la Mungu kuna kila kitu. Ndio maana naambia someni neno la Mungu. Yesu mwenyewe alitumia neno la Mungu. Akawa kila anapoulizwa, kila anapobananishwa, kila anapokuwa kwenye target, anasema hapana, imeandikwa. Hapana, imeandikwa. Hapana, imeandikwa. Na wewe ishi hivyo, kwambia hapana, imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Ishi hivyo. Shetani anakuja na tabu zake na vurugu zake, mwambie imeandikwa. Amen. Utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya pale angalia sasa, hakukubali, akachukua akampandisha juu ya mlima. Amemfikisha kule juu, akamwambia unaona dunia yote, ulimwengu wote huu, yote hivi ni mali yangu. Kubali.
utakesha. Neno la Mungu litakuweka huru. Neno la Mungu litakufanya uwe na majibu mahali yoyote hili. Kila mahali ambapo utaguswa, utakuwa na cha kujieleza. Inafikia tu leo watumishi wa Mungu, wana wa Mungu, wana tunaojiita tumeokoka, kuna mahali tunashikwa, tunashinda cha kujibu, tunakosa majibu, tunabaki kusema amina. Tunakosa majibu. Mwambie imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Ishi na neno la Mungu. Sio hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Sio hivyo tu. Unajua sasa hivi kuna tabu moja, na ni tabu kubwa sana. Lazima tuiongee tu. Japokuwa kuna watu huwa tukiongea haya mambo huwa wanasema nyie mna wivu. Nyie bwana hamna. Nyie bwana ni kwa sababu hamna uwezo. Nyie bwana ni kwa sababu ya ABCD. Nyie bwana ni kwa sababu ya EFG. Kila mtu amekuwa na sababu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia ukisoma kwenye waraka wa Yohana 4:1. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Utakuja uone kitu kingine tofauti kabisa. 4:1. Anasema hivi, tusijaribu kila roho. Anasema usiamini kila roho bali ijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lile neno ni kubwa sana. Leo unaweza ukalichukulia kirahisi sana. Ukasema kwa nini nisiamini kila roho? Kwa nini nisiwe hivyo nilivyo? Lakini nakwambia mchana wa leo, usiamini kila roho. Kunao manabii wa uongo wako duniani. Kunao wafalme wa uongo wako duniani. Kunao mitume wa uongo wako duniani. Na wamekuwa wote wakija na majina ya Yesu. Hebu jaribu kufikiria, kunao watu leo mtu anakuja anakuambia hivi, ukitaja jina langu utapona. Ukitaja jina langu utaponywa. Hata kama una tatizo aje. Wanasahau kama Mungu ndio kila kitu. Yaani nafikia tu hata jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, hawaliotaji, hawalionyeshi kama lipo. Bwana Yesu asifiwe. Wamelisahau kabisa. Wanafanya ya kwao. Mtu anakuja anakuambia ukishika hichi na hichi na hichi unapona. Bwana Yesu asifiwe. Na hakwambia unapona kwa jina la Yesu, anakuambia unapona kwa sababu mimi nimesema. Yeye ni nani? Wakatai urithi ufalme wa mbingu. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie kitu. Unaweza ukajikuta unaishi duniani alafu unashindwa kutimiza hatima yako, unatimiza hatima ya shetani. Shetani anayo hatima moja. Shetani hatima yake ni kuhakikisha wewe hauyatendi hayo mema. Ni kuhakikisha wewe unaushika ulimwengu. Ni kuhakikisha wewe unaendana na maovu ili uende naye kwenye ziwa la moto. Haleluya. Usikubali. Usikubali kabisa kutimiza hatima ya shetani. Leo kunao watu sio tu wanatimiza hatima za shetani. Yaani wamejikuta sasa sio ni maagent. Yaani mtu hawitenda hivi tunavyojua sisi. Yaani mtu hawitenda mfuasi, amekuwa ni agent kwamba na yeye anakusanya watu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano wa agent. Unaweza ukawa unielewe. Nika kitu kadogo lakini na unawezekana unakafanya. Sasa inabidi uache baada ya kukajua. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajikuta wewe ni sababu ya kutenda dhambi kwa mtu fulani. Unaweza ukajikuta wewe unakuwa sababu ya kumfanya mtu mwingine aitende dhambi. Maana yake unakuwa agent wa shetani. Unamsaidia shetani kufikia malengo yake. Unamsaidia shetani kufikia hatima yake. Haya, dada yangu, unavaa nguo ya hapa. Unategemea nini? Umekutana na kijana. Maskini kijana wa watu, ametulia, anamjua Mungu. Anaona anashindwa kuvumilia. Anatenda dhambi. Akitenda dhambi, wewe ni nani? Unatumika na shetani. Usikubali kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali, kataa. Haleluya. Kataa kabisa. Usikubali. Kuna mambo mengi. Yaani usikubali kwa namna yote kutumika kwenye jambo lolote. Eti leo unakuta mtu kabisa amekaa kwenye kijiwe, anaanza kushawishi watu. Yaani anashawishi kwenye dhambi. Wewe kwa nini ushawishi kwenye dhambi? Yaani eti mtu anakaa kabisa, yaani yuko serious. Eti anakaa anaanza kuelezea, kwa nini kanisani ndio nini bwana? Kanisani penye hamna kitu. Mimi siwezi kwenda kanisani bwana. Sijui wewe unaonaje? Yaani mtu eti anakushawishi wewe pia usipende kanisa, usimpende Mungu, usimpende Yesu. Huyo ni nani? Sio
Mfuasi ni yule anayetenda ile dhambi, lakini yule anayekushawishi ni agent. Kataa kuwa agent wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Utachomwa na ziwa la moto. Jamani, ukisikia ziwa la moto sio kitu kidogo. Naombeni niwakumbushe, ziwa ukiangalia huoni mwisho. Yaani tungesema hapa ni posta. Unajua ukiondoa haya mambo yote humu njiani, ukiangalia posta utasema pale ni posta. Lakini ziwa meli ikiwa huko huwezi kuiona kamwe. Maana yake ni nini? Ni mbali sana. Sasa angalia kama kwenye waraka kwenye Ufunuo wa Yohana, neno la Mungu 20:13, neno la Mungu linakwambia kunalo ziwa la moto na watu watahukumiwa kwa sababu ya matendo yao. Matendo maovu yatakuweka kwenye ziwa la moto. Wewe kwa nini usiogope? Unatenda dhambi ambayo kuna uwezekano wa kuiepuka, dhambi ambayo kuna uwezekano wa kuiacha ipite na usiiguse, dhambi ambayo sio ya lazima. Unatuogopesha. Bwana Yesu akuhurumie sana. Yaani usipende sana. Kunazo dhambi una uwezo wa kuziepuka. Mtu amekuja anakuomba kitu, ni jirani yako, hicho kitu unacho, na hata ukikitoa hakina madhara kwako wala kikupunguzii kitu. Mpe, epuka shida. Bwana Yesu asifiwe. Mpe tu, Mungu wako atakupa zaidi na zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu anavyo kila kitu anacho. Ukiangalia ukiangalia vizuri kwenye Mathayo 11:28, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, njooni wote wenye kulemewa na mizigo, naye atawapumzisha. Huyo ni Yesu. Sio rahisi. Anakuambia kila kitu anacho. Wewe au matatizo yako mpelekee. Beba tatizo, beba kila kitu, beba ugonjwa, beba leta. Tumpelekee Yesu, atakuponya tu. Amen. Hawezi kukanyaga maneno yake. Lazima atahakikisha anatimiza alichokiongea. Alikuahidi kwamba hata uwe na tatizo kubwa kiasi gani, yeye ana uwezo wa kukuponya. Kikubwa tu mpe matatizo yako, mpe mizigo yako. Haijalishi ni mizigo ya nini, mizigo ya biashara ziendi sawa, sijui mizigo ya uchumi uendi sawa, sijui mizigo ya magonjwa, mizigo ya kila kitu. Mpe alafu mfuate ukaulize ufalme wa mbingu. Haleluya. Ufalme wa mbingu huko pengine pote ni fujo. Bwana Yesu asifiwe. Ni uovu tu, ubatili. Imeandikwa kunayo mauti mbele, kunao uzima mbele, kunayo mema na mabaya. Unachagua wapi? Neno la Mungu linakuja na malizia na kwambia chagua uzima, kwa sababu huko kuna uhai wa kwako, wa familia yako, ukoo wako, pamoja na vizazi vyako vyote. Haleluya. Amen. Huko ndio kuna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Chagua huko. Chagua huko kabisa, usikubali. Haleluya. Amen. Lakini pia kunaye Yesu. Unajua Yesu, kuna milenia 2 zimepita, karne 21 zimepita, miaka zaidi ya 2020 imepita tangu Yesu Kristo alivyo pana kuondoka, kuzaliwa na kuyaishi maisha ya wanadamu. Ni muda mrefu kidogo umepita. Bwana Yesu asifiwe. Tujaribu basi hata kujifunza kwa Yesu. Kama tumemjua shetani, tumejua namna ya kumkataa, namna ambavyo tutamkataa shetani. Lakini kunaye Yesu ambaye alikuja, yeye alihangaika sana duniani, lakini alitimiza hatima yake. Unafikiri ilikuwa rahisi kwa Yesu kutimiza hatima yake? Alikuwa na hatima ngumu sana, alikuwa na lengo gumu sana, aliletwa na kitu kigumu sana. Haikuwa rahisi. Pengine ungepewa wewe binadamu wa kawaida ungeshindwa. Ilifikia hatua Yesu mwenyewe akatamani, akasema kikombe hichi kiniepuke, lakini kwa mapenzi yako Mungu basi tu yatimizwe. Haikuwa rahisi. Alipitia wakati mgumu, alijaribiwa, alikutana na mateso, alikutana na tabu, alikutana na matatizo ya balaa kila aina, lakini alishinda. Lazima tujifunze kushinda kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Lazima tujifunze kushinda na sio kushindwa. Shetani amekuja anataka tushindwe, lakini wewe nakuambia jitahidi sana usikubali kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali kushindwa. Kwa nini ushindwe? Hauwezi kushindwa. Kwa nini ushindwe? Yesu Kristo, ngoja nikwambie, alikuja hapa akazaliwa na Bikira Mariamu. Baada ya kuzaliwa, shida inakuja, anazaliwa tu, analetwa duniani, anaambiwa tafuteni muue. Angalia hizo tabu. Wewe hajakukuta hayo. Wewe umezaliwa unaenda hadi sijui mnapelekwa
kliniki, unachoma dawa safi kabisa. Yesu anazaliwa tu, anapateni yule, lakini hakufa kwa jina la Yesu. Hakufa. Baada ya hapo haikuishia pale. Ameendelea kukua, amekutana na vikwazo vya kila aina, akasema hapana, nitashinda tu. Amekutana na tabu za kila aina, tabu za kukataliwa, tabu za mateso, tabu za shida, lakini akasema hapana, nitashinda tu, kwa sababu vya dunia ni tabu na uzima wa milele upo, na nitaitimiza hatima yangu, nitawaokoa wanadamu. Ndio maana kuna siku nimewaambia hapa, lazima ujue thamani ya wewe Kristo. Umeokolewa kwa damu ya thamani, damu ambayo imemwagika msalabani, maji yakafuata. Haikuwa rahisi. Mtu alitobolewa, haikuwa rahisi. Mikono yake, niwaambia siku moja, kuna hotenzi inasema eti tukienda kule eti tutamkumbuka Yesu kwa alama zake za misumari. Yaani hata ukiwa unakaimba hako katenzi, hauoni hata kubanwa na Mungu hivi ukasema jamani, mbona kama namkosea? Yeye alikuja akatuelekeza vizuri, ametuhangaikia akatuokoa, lakini bado wewe unatenda maovu. Hauogopi. Mtu ana alama za misumari, mwenyewe unaimba kila siku, lakini bado uofu, bado uogopi, bado umuofu Mungu. Mwofu Mungu kaulime ufalme wa milele. Haleluya. Tunahitaji kuurithi ufalme wa milele na si vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Yesu alivyokuja hapa, amekutana na tabu kubwa. Hata siku ile anakamatwa, haikuwa rahisi. Siku ile anakamatwa, haikuwa rahisi. Anakamatwa, wanafunzi wake wanataka kuleta fujo, lakini kilichotokea ilibidi yeye ndio atulize fujo, kitu ambacho kwa dunia sasa hivi pengine hata ingekuwa wewe ndugu yangu, kama watu wanakutetea, unataka ushikwe ukatungikwe pale juu, huwezi. Lazima sasa tafuteni na mapanga kata. Lakini Yesu akasema waache, kwa sababu ni lazima nipitie hii hatima, ni lazima nipambanie hatima yangu ili nije niwaokoe wanadamu. Akakubali. Akapelekwa, akateswa. Aliulizwa maswali ambayo kwa kawaida pengine angejibu majibu ambayo yangemweka huru. Ngoja nikwambie, kwa mfano unaulizwa swali nyepesi, unaambiwa wewe ni mfalme. Ukijibu hapana, unaambiwa basi nenda kaendelee na maisha yako. Anakwambia ndio. Sio rahisi. Alikubali kabisa, anajua baada ya hapa naenda kunyongwa, nitakufa lakini nitafufuka, nitaurithi ufalme wa milele. Maisha yetu hayaishi hapa. Tunayo maisha baada ya kifo. Tunayo maisha baada ya tabu zote hizi za dunia. Tunaenda kuurithi ufalme wa milele. Na kule kuna kila kitu. Shetani anajua yaliyo mema ya kule, anajua mazuri ya kule. Ndio maana shetani hataki tukanyage. Shetani anao wivu, mkatae. Usikubali. Anajua yule anajua. Yule alikuwa malaika, anajua. Kule anajua. Na lazima tufike tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe lazima useme nitafika. Na kufika sio rahisi. Inahitaji ujikane, umuone Mungu yuko wapi, Yesu Kristo yuko wapi, mfuate njia zake ukafike. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufike. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikwambie kitu. Angalia kwenye Marko 10. Marko 10:46. Marko 10:46. Nafikiri kuna mtu umemuona. Kuna mtu, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa Yeriko. Wakati yuko Yeriko anakutana, haikuwa rahisi, wala hakukutana naye kwa maana ya kuface naye macho kwa macho. Alikuwa anapita njiani. Wakati anapita njiani, alikuwepo kipofu mmoja jina lake Bartimayo. Akamtafuta. Akasema nani anapita? Watu wakamwambia ni Yesu wa Nazareti. Akasema leo sibaki na upofu. Lazima niponywe na Yesu Kristo. Yuko wapi? Akapaza sauti. Yesu akamsikia. Kilichotokea unajua ni nini? Soma 52 pale mwisho kabisa. Anasema imani yako imekuponya. Alipona akaona. Bwana Yesu asifiwe. Soma hapo, ilimponya. Ni imani yake. Sasa leo unakutana na mtu sio ametokea wapi, sijui nabii wa uongo aje, sijui mtume muongo aje, eti anakuja kabisa akiwa na akili timu na mama zake, anasema hivi eti mimi nimekuponya. Wewe ni nani? Anayeponya ni Yesu Kristo. Tena imani yako
Kwani wewe ni zaidi ya Mungu? Hapana. Eti mtu anakuja anakuambia kabisa, afu mimi huwa kuna muda mwingine huwa nazimaga TV nikiwa naona vitendo kama hivi. Napata sisi naambiwa mbona umezima? Sasa huyu ni mpumbavu. Sasa mtu anakuja eti umekuja na magongo, ukaja hapa tukakuombea, lakini mwisho wa siku jina langu kwa uwezo wangu umepona. Nenda kawaambie watu mimi nimekuponya. Wewe ni nani? Kataa. Au ni manabii wa uongo? Imeandikwa lazima waje. Ndio maana imeandikwa lazima tusijaribu roho. Tusikubali kila roho ikapita mbele yetu. Tusikubali kila roho ikapita. Ikatae. Ijaribu, ikikufaa nenda nayo. Ikikataa itupe kule. Njoo kanisani tumwabudu Mungu. Tulipe ufalme wa Mungu. Haleluya. Nipo tu, ni rahisi sana. Kwa nini ukubali? Hapana. Hatuwezi kukubali. Leo mimi kuna muda huwa napotaka huzuni. Leo kuna mtu, ngoja nikupe story. Mtu mmoja ana wiki 2 huko Dar es Salaam, ametokea Tabora. Ni kama dada yangu, lakini dada yangu wa nje sana, yani ni mtu tulikuwa tunafanya naye biashara jirani. Yule mtu ni kiongozi mkubwa sana wa kanisa, nafikiri ni katibu, ni mama. Ni katibu kabisa wa kanisa yule. Sasa yule amekuja hapa Dar es Salaam. Sasa kila siku yuko Kawe. Kuna siku nimemuuliza, wewe kipi kinachokupeleka kule? Kwani hauna imani? Akasema ninayo. Haujui unachokitaka duniani? Akasema ninajua. Nikamuuliza unataka nini? Akasema mimi ninachokitaka ni kwenda peponi. Akaniambia lakini ninayo matatizo, nimeshindwa kupona. Nikasema rudia. Wewe si mtumishi wa Mungu eti unayo matatizo umeshindwa kupona? Maana yake unataka kuniambia umepewa jaribu linalokuzidi uwezo. Biblia inasema uongo. Umepewa jaribu kubwa kukuzidi wewe, sio? Akaniambia akaanza sasa yale maneno wanayomezeshwaga huko. Hapana, unajua kule kuna uzima. Na kule kibaya zaidi ni kwamba hawahubiri habari za mbinguni. Hawahubiri habari za ufalme wa milele. Kule wanachohubiri, njoo utaponywa, njoo tutakuponya magonjwa, njoo tutakuponya ulema, njoo tutakufanya nini, njoo utapata hela, njoo mizimu itaondoka, njoo nini. Kwani wewe una mizimu? Ikatae. Wewe hauna hivyo vyote bwana. Wewe unachohitaji ni kwenda kulithi ufalme wa mbingu. Basi haya mengine yote ya dunia ni tabu na zitapita. Zilimkuta Ayubu. Ayubu alikuwa ni muamini, anaaminiwa sana na Mungu, lakini matatizo yalimkuta, yalimkaa kwa muda mrefu, akavumilia, au watoto wakafa, lakini hakukubali. Mwisho wa siku nini kilitokea? Alishinda na kwenda kulithi ufalme wa mbingu. Haleluya. Sio rahisi, lakini inawezekana. Paulo na Sila walipambana. Nilifikia tu hadi milango ya gereza inafunguka. Sio kitu rahisi. Maana yake lazima uamini Mungu. Haina haja ya kutafuta nani yuko wapi, mtume yuko wapi. Watu sasa hivi makanisani wameanza hadi kukimbia. Yaani eti sasa hivi watu wanataka watu wanaojiita mitume, watu wanaojiita manabii. Na sikufiti mchungaji. Pale tukibadili tukabango tukaandika nabii fulani anapatikana hapa, leta matatizo yote utaombewa, tabu zote utaombewa. Mimi tuombe kipindi hicho kimoja cha redio. Hapa panajaa, hapa tatosha kule. Watu wamekuwa ni hayo tu. Watu hawajui nini tunatafuta. Sisi tunatafuta uzima wa milele. Basi ufalme wa mbingu ndio target yetu, ndio hatima yetu. Haya mengine yote yanapita. Haijalishi unayapitia kwa wakati gani. Wana wa Israeli walikutana na vikwazo vingi wakati wanaelekea Kanaani, lakini hawakukata tamaa. Walitumia miaka mingi kuondoka. Walikutana na vikwazo wakamuudhi Mungu, lakini Mungu akawasamehe. Wakakutana na shida nyingi, wakapigwa vita njiani. Baadaye Mungu anakuja kuwasaidia kulipa kisasi. Ukiangalia Nabii Samueli, ukisoma vizuri kwenye Samueli wa pili, utakuja uangalie vizuri. Pale mfalme anaambiwa nenda ukawaue. Mnajua mfalme Daudi hakuwa mfalme tu ili mradi. Mtu aliambiwa nenda ukawaue lile kabila lote, lakini mtu akashindwa kutii. Aliposhindwa kutii, kosa lake ndogo. Angalia sasa. Kosa ndogo, eti mtu anaambiwa nenda kawaue watu wote, anapata tamaa ya kondoo, anapata tamaa ya wanyama, anamshika mtu mmoja uwa wote. Unashindwa kuitii sauti ya Mungu. Maana yake ni nini? Kesho yako ni mbaya. Hautaurithi ufalme wa mbingu. Unaruhusu uovu kuingie. Maana yake
utaishi maisha ya tabu. Ukiangalia Samueli mtumishi wa Mungu, ilibidi hadi ilifikia tu akachukia. Wewe ni nani unashindwa kuisikia sauti ya Mungu? Wakati namwambia mfalme, namwambia wewe ni nani? Isikie sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inakuita. Imekwambia fanya hichi na hichi na hichi, umeshindwa kufanya. Sasa tunakunyang'anya ufalme. Maana yake ni nini? Mungu ndio mmiliki wa kila kitu. Mungu ndio kila kitu. Akisema wewe unakuwa rais unakuwa. Akisema wewe unakuwa mfalme unakuwa. Maana yake vya dunia ni vya kwetu na vya mbinguni ni vya kwetu. Ni uovu, lakini Mungu akisema chukua, unachukua, alafu humwachi Mungu, unamshika unaenda zako. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivyo tu, ni rahisi sana. Sio kazi. Hapana. Ni rahisi sana. Usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani usikubali kabisa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Watu wengi sana, Wakristo wengi wa sasa hivi wamekuwa wakikutana na tabu nyingi sana. Matatizo mengi sana. Lakini wamesahau kama iliandikwa, hii ni dunia ya matatizo, ni dunia ya tabu, ni dunia yenye uozo wa kila aina, ni dunia yenye matatizo ya kila aina, ni dunia yenye shida za kila aina. Hayo yote wameyasahau. Cha ajabu ni nini? Cha ajabu ni kwamba yani watu imefikia hatua yani hawaoni tena ule umuhimu. Ukiangalia, ngoja nikwambie, kuna kitu kimoja. Unajua wanadamu wa sasa hivi tunahangaika sana. Na kwa nini tunahangaika? Ni kwa sababu hatujui kuomba. Kuna siku nimekuja hapa nikaongea kitu kimoja. Nikamwambia hivi, kunao watu wanayo matatizo lakini hawawezi kuomba. Nikawauliza, unajua kwa nini hawawezi kuomba? Nikasema kwa sababu hawajibiwi. Ngoja nikwambie, kama leo unamuomba Mungu, unasema Mungu ninaomba ABC, haupati. Kesho unakuja, Mungu ninaomba CDF, haupati. Kesho kutwa unakuja, Mungu naomba FGH, haupati. Unafikiri nini kinatokea? Mtondogoo ukija utashindwa kuomba. Na hata ukiomba utaomba tu, Mungu naomba uzima tu, Mungu nibariki. Yaani utashindwa kusimama. Watu wanashindwa sasa hivi Wakristo kuomba hata risali moja. Ni kwa sababu wanajua hawajibiwi. Hawajui kama yale maneno yanayo faida mbinguni. Hawajui kama yale yote yana uwezo wa kujibiwa. Hawajui kama Mungu aliwaambia wapeleke mizigo yote akawapumzishe. Hawajui yote hayo. Wamekuwa wakitembea na dhambi tu. Yaani imekuwa ni shida juu ya shida juu ya shida. Nikamwambia kama ungekuwa unaomba unajibiwa japo kwa muda kadhaa tu, naamini ungekuwa una uwezo wa kuomba zaidi hata ya masaa 5 bila kupumzika. Kwa sababu unajua kila unalolitamka Mungu analigusa. Kila unalolitamka Mungu analiponya. Sasa Wakristo wa sasa hivi tunaweza tukajikuta tuna kila kitu lakini hatujui kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 4:3. Aliyepaona tusome. Yakobo 4:3. Yaani inabidi ifikie hatua Wakristo tufundishane kuomba. Tufundishane namna sahihi ya kusimama mbele ya Mungu na kumwambia Mungu nataka hichi, Mungu nataka hichi, Mungu nataka hichi, Mungu nataka hichi, kwa sababu ABC kwa hivi na hivi na hivi. Watu wajue kuomba, wajue kwa nini tunastahili kuomba, kwa nini tunaombaje, tunatakiwa kuomba kwa kuanzaje, nini kinatakiwa kufuata ili tuurithi ufalme wa mbingu. Haleluya. Inasemaje mtumishi? Amen. Amen. Hata maomba wala hampati kwa sababu maomba vibaya. Amina. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Amen. Basi. Sasa wewe Mungu anakujibuje wakati unaomba kitu ukakitumie kwa tamaa? Hebu ngoja nikwambie. Eti mtu anasimama, sawa? Anasema Mungu naomba nipate gari kama jirani yangu. Na nikipata yani wale majirani watanikoma. Unaweza ukashindwa kuongea lakini ukawa unafikiria moyoni. Alafu Mungu anajua kila kitu, anakuambia hivi na kujua tangu tumboni mwa mama yako. Na kufahamu. Amekufinyanga, anajua nini unafikiria. Sasa unaomba, wakati wewe unaomba unasema nikivipata watanikoma, nikivipata watajua mimi ni nani, nikivipata mtaa mzima lazima ukae useme fulani amepita. Utasikia tu kwa jirani zako. Hautapata kamwe. Ndio maana nawaambia mnataka mvitumie kwa tamaa. Nani akupa? Hakuna huo muda. Hawezi kukupa. Yaani na kuachilia hakupi. Sasa ili akupe unajua unataka kufanya hivi. Kwanza usiombe kwa tamaa. Lakini ukiona unaomba kuna mambo magumu.
ambayo huwa tunayaomba yanakuwa ni magumu kuyafikia. Yaani kuna kitu unakiomba wewe mwenyewe mpaka unaogopa, unasema hivi, Mungu ataanzia wapi kunijibu? Mbona naomba kama kitu kikubwa? Kwa mfano, ngoja nikupe mfano mwepesi sana. Kwa mfano, umetoka kufanya mtihani, sawa? Ule mtihani ulivyoangalia, kuna maswali 4, max 25. Unataka A, alafu mule ndani ulikuwa unajua maswali hayo. Mengine yote yale mawili yanayofuata hujui hata kimoja, yani umesoma swali ulielewi kabisa. Alafu eti pale unakaa unasema Mungu, naomba A, na A inaanzia 75, maana yake lazima upate maswali 3 exactly sahihi. Upate la kwanza lile unalolijua, la pili unalolijua kwa 25, alafu lile la tatu chukua tena 25, alafu lile la 4 mwachie mwalimu. Sasa unataka muombe Mungu. Unafikiri ni rahisi? Maombi yako hayapaswi kuwa rahisi. Eti useme tu Mungu, nini we. Watu walikesha. Ngoja nikupe mbinu moja ya kukutana na maombi magumu kama hayo. Mungu kuna kitu kimoja anakipenda. Yapo watu wengi wao wakitumia kwenye maombi yao. Kuna kitu kinaitwa nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Najua umewahi kulisikia hilo neno nadhiri. Nadhiri ni ahadi ambayo unampa Mungu wako. Unampa Mungu wako kwamba Mungu, kama utafanya hichi, basi mimi mwanao nitafanya hichi. Sasa nadhiri yako inapaswa iweje? Nadhiri yako inapaswa kuwa ya kumtamanisha Mungu. Fikia tu mpe Mungu nadhiri ambayo mwenyewe akikaa kifikiria anasema mwanangu ananigusa. Hapa. Chukua. Unashangaa yale maswali mwalimu anasaisha kama amesinzia. Umeandika uongo 25 alafu unasema imetokea sasa nadhiri niliyoiweka. Na imeandikwa kwenye Mhubiri 4:5. Imeandikwa nadhiri unapaswa uwahi kuitoa. Yaani unapoweka nadhiri unapaswa kuwahi kuitoa. Usije ukakaa nadhiri kwa muda mrefu. Usikae nayo. Maana yake unapojibiwa nenda kaitoe nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Kaitoe nadhiri, sio rahisi. Na ukisoma kwenye kumbukumbu la sheria, kumbukumbu la Torati, neno la Mungu linasema nadhiri ina uwezo wa kugeuka na kuwa dhambi pale ambapo unashindwa kuitoa. Ile ni ahadi umeweka kwa Mungu wako. Sasa unapoiweka, kumbuka kuna siku inabidi uitoe. Maana yake ni nini? Inabidi uweke nadhiri inayolingana na uwezo ambao una uwezo wa kuitoa wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwenye Biblia, kwenye Samueli wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza pale, au anzia 10. Samueli wa kwanza sura ya kwanza anzia mstari wa 10. Pale utamkuta mtu mmoja anaitwa Elkana ambaye alikuwa na wake wawili. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na mke wa kwanza anaitwa Penina, wa pili alikuwa anaitwa Hana. Bwana Yesu asifiwe. Penina alipata watoto kwenye ile ndoa yake. Unajua zamani walikuwa nao mke zaidi ya mmoja, ilikuwa ni kawaida sana. Akapata watoto, akawa na tunda la Roho. Unajua watoto wao wengi wanaita tunda la Roho. Maana ukikosa ile, ndugu yangu, unahitaji uombe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndio furaha. Penina akawapata wale. Penina akawa anawatumia wale watoto kama fimbo kwa Hana. Hana hakubahatika kuwa na tumbo la uzazi. Hakuwa na uzazi. Hakuwa anazaa. Hakuwa anajua kama kuna kitu kinaitwa kuzaa. Amehangaika miaka na miaka. Amemuomba Mungu sana na sana. Lakini majibu yake ikawa ni hamna. Penina akaendelea kumtesa Hana. Amemtesa na kumtesa Hana. Akiwatumia watoto wake. Unajua na mambo ya wake wawili. Kuna ile unasikia, mwanangu kamchukulie maji umpe. Kampe tu, hanaga mtoto huyo. Yanauma hayo, usiombe ya kukuta. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema ukikapata kang'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kakoje, kana shida gani, kana matatizo gani. Kuna watu hata wako wanakalilia ndani ya nyumba. Wanatamani katokea hata kabahati mbaya tu. Kaje kakiwa na kichwa tu. Wataridhika waseme tuna mtu hata huwa anavuruga vyombo. Penina amemtesa mwenzake Hana. Amemtesa sana Hana. Ikafikia hatua ikabidi Hana aende Shilo. Shilo ilikuwa ni maeneo ambayo wana wa Mungu
wanakutana kwa ajili ya kumuomba Mungu. Wakati ameenda kule Shilo, wakaomba, wakawa wanatoa zawadi, wakitoa sadaka na kadhalika, na mume wake Elikana na wengineo. Lakini Hana hakuishia pale. Akasema, Mungu, nitakupa nini? Siku moja wamepanda kule, Hana alipaza sauti, akalia sana, mpaka mtumishi wa Mungu kuhani Eli akashtuka. Akasema, huyu Hana amepandwa na majini, mapepo au nini? Maana Hana alihama kwenye ulimwengu, akalia sana, akahangaika sana. Akasema, Mungu wangu, kwa nini unaniacha? Mungu wangu, kwa nini unaacha niteseke? Kwa nini unaniacha kwenye dunia yenye matatizo? Basi nichukue tu, maana sina faida ya kuishi. Mungu wangu, niangalie. Mungu wangu, usiniache. Lakini Hana akilia kote huko, hadi makuhani walikuwa wanamshangaa. Wanasema, huyu Hana leo ana nini? Au ana majini yamempanda? Ana shida gani huyu? Huyu Hana ana nini? Sasa angalia, Hana alichoshinda ni kitu kimoja tu. Alitamka nadhiri kwa Mungu. Akamwambia Mungu, kama ukinipa mtoto, basi nitamtolea akae kwako milele. Sasa Mungu naye akishasikia hiyo anasema tayari, naenda kumpata mtoto ambaye atanitumikia milele. Ngoja nione kama utatimiza. Akampa Samueli. Na ukisoma vizuri kwenye Samueli wa kwanza wa pili, utaona kazi ya Samueli. Samueli alikuwa mtumishi wa Mungu mkubwa. Baada ya hapo, Hana amempata mtoto wa kiume. Haikuwa rahisi. Baada ya kumpata Hana mtoto wa kiume, bado ikawa kuna kumtolea sadaka. Siku moja wanapanda mume wake Elikana pamoja na wengine wanaenda kutoa, lakini yeye akasema, hapana, mimi sitatoa, lakini ninasubiri nimalize kumnyonyesha Samueli ili nimpeleke moja kwa moja akaishi huko. Sio rahisi. Sikufichi, umekapata ni yako wako kamoja, umekapata ni yako wako kaadimu, umekapata ni yako wako hujui kama katatokea lini tena, umekapata kwenye mazingira ambayo huamini kama ni sahihi au sio sahihi. Cha ajabu unakuja kukuta eti unaambiwa inabidi sasa ukakaweke tu madhabahuni, kakakae huko. Jaribu kufikiria, kwa mfano unakazaa katoto huko, umeahidi unakaleta huko, yani kenye kanaishi huko, kanakuwa kanafagia ukaoni kule nyumbani, inaumiza kiasi gani. Lakini Hana aliweza kabisa. Alishinda ule mtihani, akairudisha ile nadhiri kwa Mungu na Mungu akambariki. Haleluya. Toa nadhiri kwa Mungu ili maombi yako magumu yakajibiwe. Achana na mitume, achana na tabu mbalimbali, achana na watumishi mbalimbali, achana na watu manabii wa uongo, achana nao kabisa. Ichague njia iliyo sahihi. Mchague Mungu. Ana uwezo wa kukuponya kila tatizo, ana uwezo wa kukuondolea kila tabu, kila manunguniko, kila aina ya shida. Kikubwa tu wewe muamini Mungu. Sema, Mungu anaweza. Haleluya. Amen. Inatosha. Wewe muamini Mungu kwamba Mungu ataniondolea kila shida. Mungu ataniondolea kila tatizo. Haleluya. Na ni kweli Mungu anaondoa kila tatizo na kila shida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu ana uwezo wa kutoa kila kitu. Nadhiri ni kitu kigumu sana. Hana aliweza. Wewe kwa nini ushindwe? Unapokutana na matatizo, tabu, magonjwa magumu, waganga sio solution. Mitume sio solution. Manabii sio solution. Solution yako ni Mungu pekee. Kwa jina la Yesu utapona. Haleluya. Mshike Yesu uende naye. Atakufikisha mahali pema peponi, utaurithi ufalme wa mbingu, utaukwepa moto, utakwepa ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Naona muda wetu unaenda mbio, lakini nitamalizia kwa kitu kidogo sana ambacho ni kama ushuhuda, lakini nataka nijaribu kukuonyesha kwa namna ambayo una uwezo wa kushinda ulimwengu. Una uwezo wa kuyashinda matatizo. Una uwezo wa kushinda bila kuwaona hao mitume. Una uwezo wa kushinda bila kuwaona hao manabii wa uongo. Una uwezo wa kushinda bila kumuona huyu ambaye atibu kwa jina la Yesu. Una uwezo wa kushinda bila kumuona mganga. Una uwezo wa kushinda bila kuona tatizo lolote, lakini una uwezo wa kushinda kwa jina la Yesu peke yake. Ngoja nikwambie. Ilikuwa 2014 nilianza shule. Ilikuwa darasa la kwanza. Darasa la kwanza
nilipelekwa shule kwa kulazimisha. Mimi nakumbuka nilimlazimisha baba alikuwa anaona umri wangu bado. Nikamwambia, sasa bahati nzuri mtaani karibu vijana wote walikuwa wamepelekwa shule wakati huo, watoto wote. Nikasema baba na mimi naenda. Nikamlazimisha sana, akaniambia mwanangu kwa nini uende? Nikamwambia naenda. Akanichukua akaniambia basi twende. Nimeenda shule, nimefika, nikasoma darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba. Wakati niko la tano, kuna kitu kimoja kiliwahi kutokea. Tulikuwa tunafanya mtihani fulani wa sayansi. Juu yangu ikanitokea kitu kinaitwa tande. Naweza nikawa nimetumia lugha ngumu kidogo, spider. Sisi wote tunaielewa, buibui. Yeah. Ilivyonitokea ile ikawa imeshuka, unajua vina tabia ya kushusha uzi hapo vinashukia hapa katikati. Ilivyoshuka pale, mtu mmoja alikuwa amekaa nyuma yangu wakati tunajiandaa na mtihani. Akawa ameniona, amekaona kale. Basi akasemaje, jamani, huyu anatumia Spiderman, anatumia tande, anatumia buibui. Haleluya. Nikasema sawa. Kwa sababu wameona mimi natumia hii, basi hamna shida, kwa sababu tokea la kwanza mimi sijawahi kutoka wa pili. Yaani mimi nimetokaga wa kwanza tu hadi namaliza la saba. Wakawa wameniaminisha hivyo. Wakati nimemaliza shule, darasa la saba kwanza tukawa tumepewa majibu full kabisa ile 50. Maana nakumbuka mwalimu wetu mkuu wa shule mwaka uliopita alikuwa amefaulisha vijana 5 kupeleka nje ya mkoa. Kutoka kule Kigoma kupeleka nje ya mkoa. Lakini mwaka wetu akawa amefanya hivyo hivyo. Akawa amesema sasa vijana wangu mko 5. Nachagua wa kwanza mpaka wa 5. Wewe wa kwanza nakupa majibu 50. Yaandike 50. Kata hayo mpe wa pili. Wa pili yako nitampanga mazingira ambayo ni sahihi kwako. Utampa wa pili naye ataandika yale 48, atakata 2, yatabaki 46. Paka yule wa 5 anakuja kufikiwa amebaki na 40. Alafu yule wa 5 akapewa kazi moja, akaambiwa yakate, utakapoandika yale 40, yakate yale 40 kwa maana ya 20, alafu wasambazie watu waandike 20 tu yawe ya uhakika. Wote wafaulu. Tukawa tumeingia kwenye mtihani, nikapewa ile 50. Nimeiandika nikashindwa kukata. Ulikuwa ni ujinga wangu pengine, sijui ndio ilikuwa sahihi, sijui. Nikashindwa kukata, nikampa yule wa pili 50. Wa pili naye akashindwa kukata. Wa 3, wa 4, wa 5 akakata 25. Akawapa watu. Kwa darasa zima tukajikuta tumefanana. Kilichotokea matokeo yanatoka, tukajikuta wote tumepelekwa shule ya kati. Walitulaumu sana lakini basi tu sasa sijui nini kilitokea, sijui utoto, sijui aje tulishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale tukawa tumepelekwa shule ya kata, shule moja inaitwa Luichi, Kigoma. Baada ya pale kilichotokea, baba yangu akaniambia unaenda Luichi. Nikaiangalia ile shule, ilikuwa ina sifa moja tu ya zinaa. Akifaulu form 4 ni mtu mmoja, wamejitahidi mwaka unaofuata 2, tena na wao wanafili. Yaani grade ya 3. Nikafikiria, nikamwambia baba sawa, ukikupendeza nitaenda huko. Baba akakaa kafikiria, wakati huo maisha yalikuwa sio mepesi kama ilivyo sasa hivi pengine. Akawa ameniambia mwanangu, basi nenda mjini kaangalie shule ambayo inakufaa. Baba mdogo wangu alikuwa na shule ya kanisa kwa maana ya FPCT. Shule moja inaitwa Bigabilo kule Kigoma, ina Bible Knowledge. Hiyo shule ilikuwa sio yake, lakini yeye alikuwa mchungaji kiongozi, kwa ni kama mkurugenzi. Kwa kawaida watoto tunapotaka vitu kama hivyo sio rahisi kukosa, na alikuwa anajua kidogo kichwani ni vizuri, kwa akawa ameniunganisha na mtoto wake wa kike tusome naye form 1. Nikawa nimesoma pale mpaka mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ile shule ikaonekana ina shida, walimu wa shida. Baba akaniambia katafute shule mjini. Nikawa nimeenda mjini. Mjini nikapata shule moja, ilikuwa ndio imeanza, ina mwaka mmoja, 2 nafikiri. Nikaingia pale, nimesoma nikamaliza form 4. Ilikuwa kwa tabu sana, yani asikwambie mtu. Baba ilikuwa shughuli kubwa ni michikichi. Nafikiri unajua Kigoma, shughuli kubwa ni michikichi. Kwa kiuza mawese nini na nini, mimi naenda shule. Hela alikuwa ananipa mimi ndio napeleka. Yaani baba alinishindaga kimoyo hapo. Alikuwaga ananipa yani ile muhula, nusu muhula kwa maana ya mwezi wa 3. Ananipa shilingi labda 300,000. Nafikiri kwa milioni 1 200,000 ada, akawa ananipa 300,000. 300,000 naipeleka
Yaani wakati huo mimi ukinipa 3, yaani nikizihesabu, yaani sijui nilikuwa naona napoteza kiasi gani. Kwa nikawa naiogopa sana, ila nasoma kwa bidii. Nimefika form 4, matokeo akawa yamekuja, nikawa nimefaulu. Nikaenda form 5 huko Kigoma. Shule ilikuwa inaishi kule karibu na Burundi kabisa. Kuna vijiji vya majofu, kuna baridi sana. Nikawa kule nimefanya mpaka form 6. Form 6 nikamaliza. Nimemaliza wakati huo baba na mama wakawa wamehama, wameenda Tabora. Na mimi pia nikaenda Tabora. Baada ya pale ikaja kwenye kuomba vyuo, nikaomba UDSM na UDOM, nikachaguliwa vyote viwili, mimi nikachagua UDSM. Baada ya pale sasa kuna kazi ya mkopo. Mimi wakati huo nilikuwa namjua Mungu kwa kiasi cha kawaida sana. Yaani sikusema eti nilikuwa sana huko, hapana. Lakini baada ya pale nikawa imenibidi tu nisogee karibu na Mungu, kwa sababu swala la mkopo lilikuwa ni ngumu, na kama unavyojua private moja huwa kuna shida kidogo. Nikahangaika. Wakati huo ndio wakati ulionifunza nikajua ndugu, jirani, rafiki, jamaa ni wa kwenye raha tu, matatizo watakukimbia. Ninaye baba mdogo wangu ni mchungaji, ukiachana na baba mdogo mwingine wa Bigabilo Kigoma, ninaye baba mdogo wangu mwingine yuko hapa Katoro Geita, naye ni mchungaji. Lakini huwezi kuamini, ilifikia hatua hadi anafuta namba ya baba anapiga namba haipokelewi. Ni mchungaji. Ndio maana asubuhi mtu mmoja alikuwa anaongea hapa, mwalimu anakuambia hata hao watumishi muda mwingine ni shida. Yaani watu wako kwa sababu ni watumishi. Baba mdogo wangu aliposhindwa kufanya vile, nikahangaika. Baba akaniambia, unaenda? Sema naenda wapi, hela hamna. Basi niruhusu mimi niende mtaani. Wakati huo nakumbuka ndo nilianza kufunga na kuomba kwa maana ya wiki mara 2, siku ya Jumatano na Ijumaa. Nikawa ni mtu wa kila siku kufunga na kuomba. Haikuwa rahisi. Baadaye nikawa nimekosa huo mkopo, lakini na wakawa wamekubali basi nisije chuo. Lakini siku moja mama anaenda kanisani, akakutana na mtoto wa mchungaji ambaye ametoka chuo, anamwambia wana uwezo wa kupata huko chuo. Mama akaja basi amejaa kweli, akaniambia shule yako haitaishi hapa, utaenda tu. Basi nikatoka bwana. Wakanilazimisha, wakawa wamenipa 1,600,000, na wakati huo chuo kikuu cha Dar es Salaam pale ada ni kubwa zaidi ya milioni. Nikawa nimekuja nimetoa, kwa baba mimi naishije? Sema basi wewe ishi tu hivyo, tutajipiga hivyo. Tumehangaika. Ndugu hawajui. Nakumbuka na kaka yangu mimi ana uwezo mkubwa, ana gari, ana nyumba nzuri, ana kila kitu, yani vyanzo vya biashara vimejaa. Lakini alishindwa hata kunipa mimi laki, akaniambia ile laki ikakusaidia. Alishindwa. Nikaja. Nimeishi huku. Nakumbuka nimewahi kukutana na mtihani nikapata wa kwanza. Hiyo nawaza mawazo ya ada, nawaza mawazo sio ya nini, na sheria unavyoijua ni tatizo pia. Na kuja kukutana na mtihani napata 2 kwa 20. Na ni mtihani ambao utanihesabia mwisho inabidi ni ufaulu. Nilichanganyikiwa sana. Nikasema Mungu, mbona unaniacha? Unanipitisha wapi huko? Wapi unanipitisha? Nikapata tabu kweli. Unajua tabu kweli. Nilikonda na pimwa, naambiwa siumwi. Naenda kwa kaka yangu yuko Kawe, mtoto wa baba mdogo huyo wa Katoro. Anakuwa ananishauri tuswi nini, akinipa 10,000 narudi. Yaani hakuna, nimekonda hatari, naumwa ugonjwa, napimwa siambiwi kitu, mitihani haieleweki, nikifanya. Nikasema Mungu wangu, hapa sasa sio tena nini na disco show. Afu narudi nyumbani, bado wazazi wameshatoa 1,600,000. Nikasema Mungu wangu, mimi nitaweka wapi sura yangu? Lakini siku moja wazo limekuja, tukisema kwa nini nisimwambie Mungu? Ninaomba kila siku, lakini kwa nini sijibiwi? Kwa nini naomba kila siku? Watu kila siku unasikia tu wamekuja awamu ya pili wamepewa. Nikiambia jina langu hamna. Nikasema kuna nini kiko hapo? Nikamwambia siku moja, ilikuwa siku Jumatatu, kati ya Jumatatu na Ijumaa, nikiwa kwenye maombi, nikamwambia Mungu, naomba niweke nadhiri mbele yako. Ndio maana nimekuelezea pale kuhusu nadhiri na namna ya kuyatatua matatizo yako yale magumu sana. Nikamwambia Mungu, ninaomba nikuwekee nadhiri. Nitakapopata huu mkopo, nikamaliza chuo, yaani kwanza nikipata tu mkopo, nitahakikisha kitu kimoja tu,
nitakutumikia maisha yangu yote. Haleluya. Baada ya kuweka ile, nikawa nimeiweka kwa hofu kidogo, maana hiyo kauli pia ni ngumu, kumtumikia Mungu maisha yako yote, wakati sijawahi kusimama mahali popote kusema nalitaja jina la Yesu. Ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini ndio niliiweka. Bwana, ilikuwa mwezi wa 12, tumekaa, sina habari, nakumbuka niko natoka Mabibo hostel naenda chuo kwa mguu. Maana wakati huo hiyo hela yenyewe nauli ninayo sina. Naenda kwa mguu, nakutana na mtu mmoja njiani, ananiambiaje, uwezo utanikopa? Takukopa nini jamaa yangu, mbona unanifanyia hivyo? Akasema hamna, nimeona jina lako kule, umepata mkopo asilimia zote na kila kitu umewekewa. Haleluya. Nikasema mkopo, acha, yani nyie ndio wale amtupendi, yule mtu tumetoka naye advance, mimi najua wewe una ya kwako, niache bwana. Ikabidi jamaa hangaiki ameshika simu yake. Wakati huo mimi nimeazima simu ya rafiki yangu. Yaani wakati huo naishi na kuna vile visimu vinaitwa via Vodafone vidogo. Yaani kile kilikuwa kinamsaidia tu kupata taarifa za WhatsApp kwamba kipindi kimeahirishwa nini, na yenyewe napata kwa shida. Mimi siwezi hata kuangalia nini kinaendelea chuo. Kijana akaniangalia, akanikuta jina langu, basi ndio ananionyesha, angalia umepata. Kuangalia bwana, asilimia zote, kila kitu nimewekewa, ada zote, yani kila kitu. Nikasema jina la Bwana libarikiwe kwa kweli. Akaniambia utanikopa, na wakati huo ina maana sijapewa hela ya kwanza, ina maana zinakuja mbili. Inabidi ije 1,000,000, ije na ile ada, ije na vitu vingine vyote kwa pamoja. Nikasema Mungu amejibu. Nakumbuka muda ule nilienda shule, yani hata siamini. Narudi ile jioni, nampigia simu mama naye anapata. Sasa unajua yeye ndio alisababisha nikaenda, akasema Mungu anajibu wewe. Kwa nikasema haya mama, sawa umefanikiwa, na kushukuru pia kwa kunipa moyo, namshukuru Mungu. Lakini nimeweka nadhiri kubwa, wakati huo moyo pia unanigusa. Sivijui vifungu vya nadhiri vizuri wakati huo. Sijui kama usipotumiza nadhiri yako ni dhambi, sijui. Wala nilikuwa sijui kama kuna umuhimu wa kuwahi kuitoa. Sijui, mimi nimeongea tu. Nikasema sasa waache tuone. Nikaendelea na maombi yangu yale. Kila napojaribu kushika vikwazo. Ngoja sasa nikwambie, shetani huyu, ndio maana nimewaambia pale, shetani anatafuta watu wa kwenda nao, na usikubali kwenda na shetani. Shetani akaona niwekea vikwazo, sikufichi. Naona kabisa watu, unajua pale Mabibo hostel watu wana tabia ya kuabudu uwanjani usiku nini. Hata ile nguvu ya kutoka hostel niende pale nikaabudu naitoa wapi? Hakuna. Nikasema Mungu wangu, anakuwa hivi. Natamani kwa hiyo kutumikia, ila siwezi. Nashindwa. Nimeenda mwaka wa kwanza ukaisha, sijafanya chochote na nadhiri yangu. Mwaka wa pili ndipo kikatokea kitu kimoja. Wakati tunatoka mwaka 2019 tunaenda 20, nikawa nimepata nafasi kapekee kidogo, nikapewaga nafasi ya kuhubiri. Ilikuwa mbele ya vikundi vichache ambavyo huwa vinakusanyika maeneo ya uwanja. Nikawa nimehubiri, nimemaliza kuhubiri, nikashangaa nimeitwa. Nikaambiwa, wewe kijana ni wa wapi? Mbona unafanya hivyo? Nikasema hapana, kawaida tu, sio nini. Sasa sijiamini, sijui kwanza nimefanyeje. Bwana, nikashangaa safi sana, umejitahidi sana, hongera. Mungu wewe, endelea. Nikaendelea hivyo kufly, na naona sisi nikipata nafasi kufunga huko pale. Unajua kufunga ilifikia hatua ikawa kama ni tayari nimezoea. Kuna wakati ambao ukijizoesha maneno ya Mungu utajikuta kama una deni. Hata usipofanya utajikuta unalazimishwa ufanye. Haleluya. Yaani kuna wakati ukijizoesha kwamba lazima mimi hadi nilale lazima nimuombe Mungu. Usipomuomba Mungu unashangaa kitakacho kutokea, umekaa unahangaika tu. Mara unalala usiku, utalala unajigeuza vitu vya. Unasema nini nilisahau? Unakumbuka sikumuomba Mungu. Simama muombe Mungu, lala hadi asubuhi sana. Wewe ndio Mungu. Yaani kuna namna Roho Mtakatifu ambaye alituachia Yesu Kristo lazima akukumbushe kama ukiamua kuzoea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema lazima ujifunze kuzoea pia. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale
ikatokea nikawa naenda hivyo hivyo kwa shida taratibu kanisani mara moja. Kibaya zaidi pale makanisa ya kule yana shida kweli, mambo mengi. Nikawa sasa kwa shida na kuwa tunaabudu vipindi vya mule mara moja hivyo. Lakini baadaye wakati tuko kwenye mkesha wa kuja 2021 pale ndipo nilijikuta sijui niliingia nadhiri nyingine, sijui nilijikuta nimehama wapi. Tuko kwenye maombi ya kukaribisha mwaka, nikajikuta mimi hata siombi kuhusu masomo, siombi kuhusu chochote kile. Niko naomba kuwa karibu na Mungu tu. Kila dakika, yani najikuta nimetamka naomba kuwa karibu na Mungu. Nimetamka naomba kuwa karibu yako. Naomba kukutumikia. Naomba nini na nini. Angalia kilichofuata. Baada ya pale njia zinafunguka. Tunaambiwa mara leo shika hivi. Leo bibi. Leo sifanye hichi. Sijui nini na nini. Nikajikuta yani taratibu. Yani nakuwa tunatumikia tu. Nikasema Mungu wangu nadhiri yako hiyo. Haleluya. Nikajikuta Mungu wangu, mbona imekuwa rahisi hivi? Baadaye nimeenda ndio nikatokea tumekuja huku. Lakini huku pia namshukuru Mungu, nimeendelea kuitimiza nadhiri yangu kama unavyoniona hapa mbele yako. Hii ni nadhiri mimi naitumikia jamani. Yani naitumikia, ni deni kwangu, nimeshaiweka, sina namna. Lazima niitumikie, niurithi ufalme wa mbingu. Haleluya. Niliweka, lazima niitoe. Haleluya. Baada ya hapo nimeishi hayo maisha ya wema, utakatifu, na jitahidi kuyatenda yanayompendeza Mungu mpaka sasa hivi. Namshukuru Mungu naishi hivyo. Haleluya. Hivyo ndugu yangu, Jumapili ya leo nakutamania sana wewe ambao unakutana na magumu ambayo yamekushinda. Fanya kitu hicho, weka nadhiri ya kumtumikia Mungu, atakujibu. Alijibiwa Hana, alikuwa hawezi kabisa kuzaa, akapata mtoto. Ni kwa sababu tu aliweka nadhiri ya kusema huyu mtoto atakutumikia milele. Leo mimi nikamwambia Mungu nitakutumikia milele. Akasema kijana wangu, chukua kila kitu unachokitaka. Na kuanzia pale kuna vitu vingine vilikuwa vinaongezeka tu. Yaani vinakuja kama neema, yaani unashangaa mara sijui mkopo sio kama fanya kitu kimeongezeka tu, kitu sijui wanapewa sijui college gani, na mimi niko school of law nimepewa. Yaani vitu vinajikuta vinakuja tu. Kumbe kwa sababu ya nadhiri niliyoiweka. Na kuomba Jumapili ya leo ndugu yangu, iweke nadhiri kwenye magumu unayokutana nayo na Mungu atakujibu. Naomba tusimame. Tutaimba wimbo wa kuabudu kidogo sana, alafu tutaenda mbele za Mungu. Ninakuomba leo, ninakuomba mchana wa leo, nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu kwa magumu yoyote unayokutana nayo, kwa magumu yoyote uliyokutana nayo, kwa tabu zote ulizokutana nazo, mwambie Mungu. Wewe mwambie tu, usiogope. Mpe nadhiri yoyote ngumu, mpe nadhiri yoyote ambayo una uwezo wa kuitoa. Mwambie Mungu nitakutumikia. Mwambie Mungu ninahitaji ufalme wa milele. Haijalishi ninaumwa, haijalishi ninapitia tabu gani. Mwambie Mungu atakujibu. Mwambie Mungu atakusaidia. Mwambie Mungu atakushindia. Mwambie Mungu atakujibia. Mwambie Mungu atakuvusha kwenye magumu unayoyapitia. Haleluya. Hapo ulipo sio kwako, sio ndoto yako kuwa hapo ulipo. Ndoto yako ni kuurithi ufalme wa mbingu. Hauna kitu cha ziada cha kujivunia zaidi ya kujivunia Yesu wako aliyekuja kukuokoa kwa damu ya thamani, aliyekuja kukufanya uwe mkuu, aliyekuja kukufanya uheshimike. Alisema tuwapo upande wake, hakuna atakayejua, atakayekuwa juu yetu. Sisi tu juu ya kila kitu, tu juu ya matatizo, tuko juu ya taabu, tuko juu ya magonjwa, tuko juu ya kila kitu. Covid, uviko, sisi nini, corona, vitashindwa ukiwa na jina la Yesu ndani yako. Haijalishi unaumwa typhoid, haijalishi unaumwa ukimwi, haijalishi unaumwa nini, haijalishi unaumwa nini, haijalishi unapitia magumu yako. Mungu anakuponya, Mungu anaponya, Mungu anaponya, Mungu anaponya, Mungu akakusaidia. Haleluya. Utukufu na heshima vyote ni vyako wewe. Natamani leo mwambie Mungu wako masomo yako, uliacha enzi
jitokeza Bwana. Tunakuja tunalalamika. Tunakuja kwa jina la Yesu. Tunapandisha moto juu yako. Tunapandisha damu yako iliyomwagika msalabani. Tunashusha damu yako. Tunashusha damu yako juu ya kanisa. Tunashusha damu yako juu ya kanisa. Tunashusha damu yako juu ya kanisa. Tunashusha moto. Fire, fire, fire. Shusha moto wako. Shusha moto wako. Shusha moto wako. Nenda kaondoe matatizo. Nenda kaondoe taabu. Nenda kaondoe shida. Nenda kaondoe kila kitu. Tunakuja tunakataa. Tunakataa maneno ya shetani ibilisi. Tunakataa. Asante Yesu. Bwana tunajua shetani ndiye mwingi. Amekuwa baba wa uongo. Amekuwa ni tatizo kwetu. Amekuwa yeye ndiye tatizo kila kitu. Amekuwa kiongozi mbaya. Amekuwa kusimama nasi kwenye maovu. Amekuwa kusimamani kwa kutoa upande wake. Amekuwa kutamani kupigia kura yeye. Lakini sisi tunasimama na Yesu wetu wa mbinguni. Tunajua Bwana unaenda kutuangalia makao. Ili hapo wewe tuwe upande wako. Utakapoketi wewe tuketi sisi. Mungu kwa nafasi hiyo tunaomba kiongozi. Bwana tunaomba sana. Usiwache wao, usiwache wao. Bariki makao yako Mungu wangu. Bariki watumishi wako. Bariki. Bariki huduma yako. Bwana, ulisema tumeletwa tutende mema. Tumeletwa tukuabudu. Tumeletwa tukutumikie wewe tu Mungu wetu. Asante Yesu kwa sababu wewe ni mkuu. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Yesu. Asante Mungu wangu. Asante Yesu. Asante kwa sababu unachimu. Asante kwa sababu unachimu. Asante kwa sababu wewe ndiye Mwenyezi. Thank you Lord. Thank you. Mungu ndiye Naamini Mungu amesema na wewe, Mungu amekuhudumia. Mtumishi wa Mungu ameongea juu ya kitu kimoja ambacho naweza